Sasa hebu fikiria hili kidogo. Wewe ni kiongozi, Kiongozi mwenye nguvu zaidi duniani. Yaani mfumo mzima uko chini yako. Ndiyo, watu hawakuheshimu tu, yaani wanakuabudu kama Mungu kabisa. Mfumo wako wote umejengwa kwenye uoga, propaganda na nguvu za kijeshi zisizopingika. Kabisa, hakuna anayethubutu kukohoa. Sasa, siku moja watu wawili wanakuja mbele yako, na badala ya kuja na majeshi au silaha kubwa, wanatumia, maneno laini tu. Maneno laini, inashangaza. Ndiyo, maneno laini na ukweli usio na chenga. Na ghafla, hayo maneno yanavunja utawala wako wote vipande vipande. Sawa, hebu tulifafanue hili. Leo kwenye uchambuzi wetu wa kina, tunachunguza vyanzo vyetu kuhusu saikolojia ya madaraka. Tunaangalia mgongano kati ya ukweli na udanganyifu, na nini hasa kinatokea wakati mamlaka yaliyokithiri yanapokumbana na nguvu isiyoweza kudhibitika. Yaani, hii ni mada nzito sana. Tunachambua simulizi ya kihistoria inayoangazia mzozo kati ya Musa na Firauni. Lakini ni muhimu tuseme wazi hapa, hatuiangalii kwa jicho la kiimani au kuegemea upande wowote. Kabisa. Sisi tunaleta tu kile kilichopo kwenye vyanzo vyetu. Ndiyo, tunaichukua kama mfano hai au darasa la kisaikolojia. Tunaangalia uongozi, jinsi mifumo ya kimamlaka inavyolinda maslahi yake, na jinsi mabadiliko ya fikra, kile tunachokiita mabadiliko makubwa ya dhana, yanavyoweza kusambaratisha ngome yoyote ile. Hata iwe imara kiasi gani, 100%, hata iwe ya zege. Sawa. Basi tunaanza na mkakati wa mwanzo kabisa wa mawasiliano. Firauni katika muktadha wa vyanzo vyetu hapa, si kiongozi tu wa kawaida. Anajitangaza kuwa yeye ndiye Mungu mkuu. Anatumia kauli kama... Ndiyo, kauli ile ya ana arabuku mul ala, yaani anamaanisha hakuna mamlaka nyingine juu yake. Kweli, kiburi cha hali ya juu sana. Na wakati huo huo anaendesha kampeni ya ukatili wa kutisha dhidi ya watu wa Bani Israeli. Sasa, Musa na nduguye Harun wanapewa jukumu la kwenda kumkabili huyu kiongozi mkatili. Jukumu zito kweli kweli. Lakini, na hapa ndipo ninaposhangaa, agizo wanalopewa ni kutumia maneno laini. Katika vyanzo inaitwa kaulan layanan, yaani watumie lugha ya kidiplomasia na upole. Kaulan layanan. Inaonekana kama inapingana na mantiki, sivyo? Yaani kabisa, ukifikiria hili kiundani, unapokwenda kumkabili mtu jeuri anayetumia nguvu na ukatili, kumwendea kwa upole, je, hili halimpi mwanya wa kukuona dhaifu? Kinachovutia hapa ni kwamba inaweza kuonekana hivyo kwa juu, lakini kisaikolojia hii ni mbinu ya kiwango cha juu sana. Ni kama mieleka ya kisaikolojia. Mieleka ya kisaikolojia? Aha, hebu nifafanulie hapo. Unajua, dikteta yoyote anayejenga utawala wake kwenye uoga na ukatili, anatarajia kabisa upinzani wa fujo. Ukimkabili kwa hasira au vitisho, unampa kile anachokitafuta. Aha, unampa kisingizio. Haswa, unampa uhalali wa kusema, umeona, hawa ni waasi, ni magaidi, lazima nitumie nguvu kuwadhibiti. Lakini unapomwendea kwa utulivu mkubwa, kwa hoja zilizojipanga na maneno laini, unamnyang'anya silaha yake. Kabisa. Unamwondolea lile pazia la kujihami. Ghafla, hana kisingizio cha kutumia hasira. Inamlazimu wapambane na hoja yenyewe. Jambo ambalo kiukweli viongozi wengi wa kidikteta hawajazoea kulifanya. Hiyo inaleta picha mpya kabisa. Yaani ni kama unamvua silaha zake za kivita na kumlazimisha kucheza mchezo wa satarangi ambao yeye haujui. Firauni anavyopata wakati mgumu kujibu hoja. Musa anapojitambulisha kwa utulivu na kumtaka awaachie watu. Firauni badala kujibu hoja ya msingi, anaanza kutafuta njia ya kukwepa. Ndiyo, anakwepa swali. Anamuuliza Musa, sasa Mungu wenu ni nani hasa? Na Musa anampa jibu zito la kifalsafa kabisa. Anaeleza kuhusu yule aliyeumba na kuweka mifumo ya asili. Halafu unajua nini kinafuata hapa kwenye chanzo? Firauni anabadilisha mada ghafla. Kabisa. Akiona hoja ya uumbaji na mbana,
Anauliza, sasa vipi kuhusu vizazi vilivyopita vilivyokufa? Yaani hii inanikumbusha, ni sawa na kumuuliza mkurugenzi kuhusu upotevu wa fedha ofisini leo. Halafu akakujibu, je, unajua kampuni hii ilianzishwa vipi miaka 50 iliyopita? Ndiyo, ni mbinu ya asili kabisa ya kupotosha mazungumzo. Kwenye uchambuzi inaitwa hoja ya kupotosha au mbinu ya kuhamisha magoli. Unapokwama kwenye swali ambalo linaweza kuanika udhaifu, unaleta swali jingine lenye utata ili kumpoteza mpinzani wako. Lakini Musa hamhampi huo ushindi, eh? Hapana, anamjibu kwa kifupi tu kuwa elimu ya mambo yaliyopita ipo kwenye rekodi sahihi za kimamlaka ambazo hazipotei. Kisha anamrudisha pale pale kwenye mada ya msingi. Aha. Kwa hiyo Firauni anapogundua mbinu yake ya kisaikolojia imeshindwa, ndio anahamia kwenye hatua inayofuata. Ndiyo, anahamia kwenye nguvu ya kimamlaka. Anadai uthibitisho wa vitendo. Anataka aonyeshwe miujiza, akiamini kuwa hapo sasa atatumia wataalamu wake kumdhibiti Musa. Na hapa sasa ndipo mambo yanachukua sura ya kuvutia zaidi. Firauni akiomba uthibitisho, Musa anaonyesha alama zake. Bakora yake inageuka kuwa nyoka na mkono wake unatoka ukiwa unang'ara. Maajabu makubwa. Firauni akiwa bwana mkubwa wa propaganda, anatumia mbinu ya kupindisha ukweli. Anaita huu ni uchawi tu, eti unalenga kuwapindua na kuwapora ardhi yao. Yenge anatengeneza hofu kwa raia wake. Kabisa. Kisha ili kulinda heshima yake, anapanga pambano la hadharani litakalofanyika siku ya sikukuu au siku ya Idi, mbele ya umati mkubwa. Lakini vyanzo vinaonyesha kuna tukio la siri linafanyika usiku mmoja kabla ilo pambano. Na hili tukio la usiku ni muhimu sana. Linaonyesha ufaa kwenye ule ukuta wa kujiamini wa serikali. Usiku ule, mkuu wa wachawi wa Firauni anafanya kikao cha dharura. Kikao cha siri kabisa usiku wa manane. Ndiyo. Wanaamua kutuma mtaalamu wao wa juu kabisa wa masuala ya siri aende kwenye kambi ya Musa akiwa amelala. Lengo lao nini? Kuiba ile bakora. Yaani inaonekana kama sinema ya kijasusi kabisa. Hii inaonyesha wazi kwamba pamoja na majigambo yote mchana, wale wataalamu wa Firauni walijua kuna kitu cha ziada hapa. Wanafikiri siri yote ya nguvu ya Musa ipo kwenye ule mti, na wakiuiba basi watakuwa wamemaliza mchezo. Aha. Mchawi huyu anafanikiwa kuingia kisiri. Anafika hadi pale Musa alipolala na anachukua ile bakora. Lakini ghafla ile bakora inabadilika kuwa nyoka mkubwa. Inamkimbiza yule mchawi usiku wa manane mpaka katoka mbio kurudi kwa wenzake. Anarudi akiwa amepaniki kabisa. Wanapokusanyika na kusikiliza ripoti yake, wanagundua ukweli mmoja mchungu sana. Wanagundua huu si uchawi. Unajua kwa nini? Kwa sababu uchawi haufangi kazi wakati mchawi amelala usingizi mzito. Kweli, mazingaombwe hayawezi kujilinda yenyewe. Ndiyo. Wataalamu hawa wa serikali wanajua fika wanakumbana na nguvu isiyoweza kudhibitika. Sasa hapa nihitaji kusukuma hoja kidogo kwako. Sawa, karibu. Kama wataalamu hawa waliona wazi wazi usiku ule kwamba nguvu ya Musa ni ya ukweli na haiwezi kushindikana, kwa nini basi waliendelea na mpango wa kwenda kupambana naye mchana kuwepo siku iliyofuata? Kwa nini wasingekimbia tu au kujiuzulu nyadhifa zao usiku huo huo? Hilo ni swali la msingi sana, na kiukweli linagusa kiini cha saikolojia ya makundi na mifumo kandamizi. Kisaikolojia, kile kilichowapata hawa wachawi kinaitwa mgongano wa kifikra. Mgongano wa kifikra. Yaani vipi hapo? Yaani wana ukweli mpya unaotisha mikononi mwao, lakini wakati huo huo wana mfumo mzima wa maisha ambao umewafunga. Kumbuka, Firauni alikuwa amewaahidi hadhi ya juu, utajiri na kuwa karibu naye sana wakishinda. Hizi ndizo zinaitwa pingu za dhahabu. Aha, pingu za dhahabu umenasa, lakini kwenye utajiri. Haswa, unapokuwa umewekeza maisha yako yote kwenye mfumo, ubongo wako utatafuta kila njia kuhalalisha kuendelea kubaki humo, hata kama unaona dalili wazi za kuanguka kwake. Kwa hiyo, uoga wao kwa mfumo wa Firauni ulikuwa mkubwa kuliko ule ukweli waliouona usiku ule. Sio uoga tu, bali ni tamaa na kujidanganya pia. Kwenye udikteta, kukiri kushindwa mbele ya kiongozi mara nyingi kunamaanisha kifo. Hivyo, badala ya kukubali ukweli, ubongo wao ulitengeneza udanganyifu mpya.
Wanasema ndiyo, nguvu yake ni kubwa, lakini labda kesho tukiunganisha nguvu zetu sote tutaweza kumshinda. Wanajilazimisha kuamini uongo wao wenyewe. Kabisa, gharama ya kukubali ukweli ilikuwa kubwa mno kwao usiku ule. Inashangaza, lakini ni ukweli wa kibinadamu kabisa huu. Na hii inatufikisha kwenye lile pambano kuu lenyewe, mchana kuwepo, siku ya sikukuu, mbele ya umati wa taifa zima. Siku ya mtihani sasa. Ndiyo. Wachawi wanaingia uwanjani, wanarusha kamba zao na fimbo zao, wanafanya kile kinachoitwa kiini macho au mazingaombwe. Na kwa macho ya watazamaji, uwanja mzima unaonekana kujaa nyoka wanaotambaa. Ni udanganyifu uliokamilika. Na hapa kuna jambo limenivutia sana kwenye vyanzo vyetu. Musa, licha ya kuwa na ule ukweli, anapata hofu, anahisi uoga wa kibinadamu anapoona ukubwa wa hii propaganda ya macho. Hili linaonyesha nini kisaikolojia? Inaonyesha jinsi propaganda za kiserikali zinavyoweza kuwa na nguvu ya kutisha sana, hata kwa mtu anayejua ukweli. Kweli. Unapokabiliwa na mashine nzima inayosambaza udanganyifu uliotengenezwa kwa ustadi, na umati wote unashangilia na kuamini, ni asili yetu kuhisi kuelemewa. Hofu ya Musa inatuthibitishia kwamba ujasiri si kukosa hofu, bali ni kuchukua hatua sahihi licha ya uwepo wa hofu hiyo. Vizuri sana. Na hapo ndipo anapata msukumo wa ndani wa kutupa kile kilichoko mkononi mwake, ile bakora ya mkono wa kulia. Ndiyo, anairusha. Kisha ile bakora inabadilika, inaanza kumeza vile vitimbi na vijoka vyote vya wale wachawi, kimoja baada ya kingine, mpaka vinaisha uwanjani. Kile kiini macho chote kinasambaratika. Pigo takatifu. Sasa kuna dhana moja muhimu sana uliogusia kwenye maandalizi yetu. Kwa nini ilikuwa lazima muujiza huu uhusishe bakora kumeza mazingaombe ya nyoka? Inaonekana kuna ujumbe mahususi uliokuwa unatumwa, tofauti na labda kuponya magonjwa. Tunapounganisha hili na picha kubwa, ukiangalia kiuchambuzi, kila zama zina utaalam au fani inayoheshimika zaidi. Tukitazama kihistoria, kwa mfano, enzi za Nabii Isa au Yesu, utabibu na sayansi ya mwili ilikuwa imepiga hatua sana. Kwa hiyo, miujiza ya wakati huo, kama kuponya ukoma au kufufua wafu, ililenga kusambaratisha mipaka ya fani hiyo. Naelewa. Sasa, katika Misri ya Firauni, fani iliyokuwa imepewa hadhi ya juu kabisa, iliyofadhiliwa na serikali kudhibiti raia, ilikuwa ni uchawi na mazingaombwe. Uchawi ulikuwa ndio sayansi yao ya taifa. Kwa hiyo ni sawa na kusema, ili kuvunja nguvu ya mfumo wao, ilibidi ushambulie pale wanapojivunia zaidi. Kabisa, ulazimishe waone udhaifu wao. Basi hebu tuunganishe hili kwako wewe msikilizaji wetu. Yaani, ni sawa na wewe ukiwa mtaalamu mkuu wa usalama wa mtandao. Unajenga mfumo tata wa kompyuta. Unajua kila kodi uliyoweka. Halafu mbele ya macho yako, unaona mfumo wako unadhibitiwa na kufutwa kabisa na nguvu asilia isiyoelezeka. Haitumii kodi hata moja. Inavunja sheria zote za teknolojia unazozijua. Utaalamu wako wote unakuwa hauna maana hapo. Ndio. Huwezi kusema ni mdanganyifu mwingine kwa sababu unajua hakuna mbinu ya kibinadamu inaweza kufanya hivyo. Inasambaratisha mtazamo wako wote wa dunia. Huo mfano wa usalama wa mtandao ni kamilifu kabisa. Unapokumbana na jambo ambalo linavunja sheria zote za kile unachokijua, kinachotokea akilini ni ile mabadiliko makubwa ya dhana. Wachawi wale hawakuwa wajinga, walikuwa wataalamu wa kutofautisha kati ya kiini macho na uhalisia. Walipoona imemeza kamba zao, walijua hapa hakuna hila. Huu ni ukweli mtupu. Ndio maana walianguka papo hapo, wakasujudu mbele ya umati na kutangaza kumwamini Mola wa Musa na Haruni pale pale. Mfumo wao mzima wa imani ulisambaratika ndani ya sekunde. Really? Yaani hili ni pigo la kifo kwa dikteta. Pale ambapo wataalamu wako nguli wanapokusaliti hadharani na kukumbatia ukweli wa mpinzani wako. Firauni ana panic, anachanganyikiwa kabisa. Na anaanza kuhoji jambo la kushangaza kweli. Kwenye vyanzo anasema, vipi mnamwamini kabla mimi sijatoa ruhusa? Yaani anadhani mamlaka yake anaweza kudhibiti mpaka kile ambacho akili za watu zinaamua kuamini. Kiburi kilichopitiliza. Lakini kwa kuwa ukweli umeshamshinda, anageukia mbinu ya mwisho ya mtu aliyekwama. Anatengeneza uongo mpya hapo hapo uwanjani.
Anabuni nadharia ya njama. Ndiyo, na kisaikolojia hii inaeleweka sana. Mamlaka inaposhindwa kujibu hoja, inabuni uongo unaolenga kuibua uoga wa kiusalama. Anawaambia watazamaji kuwa huu si muujiza, eti ni njama, kuwa Musa ndiye mwalimu wao aliyowafundisha huo uchawi. Ili wachukue madaraka na kupora ardhi. Anaondoa mjadala kwenye ukweli na kuupeleka kwenye tisho la usalama wa taifa. Mbinu kongwe sana. Watafuta adui wa kufikirika ili kuunganisha umati. Lakini njama pekee haitoshi. Anafuatia na adhabu ya kikatili. Yaani hili ni la kutisha. Anatoa amri ya kuwakata mikono na miguu kwa kupishana, yaani mkono wa kushoto mguu wa kulia, kisha wawasulubishe kwenye vigogo vya mitende wakiwa hai. Ukatili wa kiwango cha mwisho kabisa. Lakini hapa sasa ndio nauliza lile swali la msingi. Dakika chache zilizopita hawa wachawi walikuwa wakitafuta pesa na vyeo kwa Firauni. Sasa wanajibu kwamba hawajali hiyo adhabu, eti kwa sababu wanatarajia malipo ya milele. Nini kimetokea kwenye akili zao mpaka wapo tayari kukatwa viungo na kusulubiwa wakiwa hai bila hofu? Siri ipo kwenye yale mabadiliko ya dhana tuliyozungumzia. Hofu inategemea kile unachokithamini. Ikiwa unathamini sana uhai wa dunia hii na utajiri, basi dikteta anakuwa na nguvu juu yako. Aha, kwa sababu anaweza kukunyang'anya. Kabisa. Anatumia mtaji huo wa hofu kutawala. Lakini pale ukweli mkubwa na wa milele unapoeleweka akilini mwako, vitisho vya kidunia vinapoteza nguvu yake. Unawezaje kumtisha mtu ambaye haogopi tena kufa? Huwezi. Wachawi waligundua kuwa nguvu ya Firauni ilikuwa ni kiini macho tu. Aliweza kudhibiti mili yao, lakini si akili wala roho zao tena. Huu ni uhuru wa kweli wa kifikra. Oh, wow. Huwezi kumtisha mtu ambaye ameamua kutoogopa tena. 100%. Sasa basi, ingawa hawa wachawi walipata uhuru wa kiroho, vyanzo vinaonyesha kuwa Firauni anaamua kurudisha ukandamizaji wa kimwili kwa jamii nzima. Anarudi kwenye kile anachokijua vizuri zaidi. Ndiyo, ukatili. Anaanza tena ile operesheni ya kuwachinja watoto wa Bani Israeli na kutishia kumfunga Musa. Watu wa Musa wanaanza kulalamika, wanasema, tumeteswa kabla hujaja na sasa umekuja na ukweli bado tunateswa. Hii inavunja moyo watu wengi wanaotafuta haki. Wakati mwingine hali inakuwa mbaya zaidi kabla ya kuwa nzuri. Sasa hapa Musa anawapa ushauri mzito. Anawashauri wageuze nyumba zao kuwa misikiti, wawe na subra na waamini kuwa ardhi ni ya Mwenyezi Mungu. Hili lina maana gani kisaikolojia? Kisaikolojia, kujenga sehemu za siri za ibada majumbani ilikuwa ni mbinu ya kutengeneza vituo vya kujenga ujasiri au sehemu salama. Wanatengeneza mazingira ya ndani ambamo ukweli unaweza kuhifadhiwa wakati mfumo wa nje ukiwa ni wa kikatili. Aha, wanajenga ustahimilifu, kujenga ngome ya akili wakati ngome ya nje inabomolewa. Kabisa. Na wanaposubiri hivyo, adhabu za asili zinaanza kumkumba Firauni. Ndiyo, ukame unashamiri, mazao yanapungua. Vyanzo vinataja uwiano wa matunda unatoka 2 hadi 1 na yanakuwa machungu. Matunda yanakuwa machungu. Hii ni sitiari muhimu sana. Yaani wewe msikilizaji wetu, hebu jiulize hapa. Ni mara ngapi katika maisha yetu au kwenye biashara tunapata ukame, onyo dhahiri kwamba njia tunayopitia ni mbaya, mradi unafeli, matokeo yanashuka kutoka 100% hadi 50, na ile 50 yenyewe inakuwa chungu. Ndio, lakini badala ya kusimama na kubadilika, kiburi kinatufanya tuendelee kulazimisha. Firauni anafanya nini hapa? Katika saikolojia ya uongozi, hili linaitwa kushikilia kosa kwa sababu ya gharama iliyotumika. Badala ya Firauni na watu wake kusoma hizi alama, mioyo yao inajaa kiburi zaidi. Hilo neno la vyanzo, itakaburi, yani kiburi kilichokithiri, ni hatari sana. Kupungua kwa matunda na kuwa machungu kunaonyesha jinsi mifumo inavyoanza kuoza polepole kutoka ndani. Mamlaka yenye kiburi huwa haiwezi kuona makosa yake. Wanalaumu maadui wa nje badala ya kujirekebisha. Kwa hiyo ule ukuta wa zege na kuanza kupata ufa, badala ya kuuziba kwa ukweli, wao wanauongezea ukatili, na mwisho wa siku mfumo mzima unaporomoka kabisa. Madaraka yanayojengwa kwenye udanganyifu huwa yana mwisho wake. Ukweli ukiweka mambo wazi, uongo hauwezi kusimama. Sawa. Basi tunapofanya muhtasari wa haraka hapa, kwenye uchambuzi wetu tumeona wazi jinsi kiburi kinavyopofusha,
Tumeona jinsi ukweli mpya unavyovunja lile kiini macho cha mifumo kandamizi. Na zaidi sana, tumeona jinsi wale waliofungwa na mfumo wanaweza kupata ujasiri wa kusimama pindi wanapoona picha kubwa. Ni somo kubwa sana kuhusu uhuru wa akili. Kweli kabisa. Sasa, tunapofunga uchambuzi wetu wa kina leo, ningependa kukuachia wewe msikilizaji wazo moja zito la kutafakari. Ikiwa wachawi wa Firauni, ambao walikuwa ndio wataalamu na wasomi nguli wa mfumo ule, waliweza kuaminishwa uongo mpaka walipokumbana na ukweli uliovunja kiini macho chao uwanjani. Swali linakuja. Ndiyo. Je, ni kiini macho gani katika jamii yetu ya sasa, ya kisasa, au katika maisha yako wewe mwenyewe, ambacho unakipokea kama ukweli mtupu? Ukweli ambao pengine unahitaji bakora ya ukweli kukiweka hadharani. Swali zuri sana la kujiuliza. Tafakari hilo. Tunashukuru sana kwa kujiunga nasi katika uchambuzi huu wa kina wa vyanzo vya leo. Endelea kuhoji na usikubali mazingaombwe ya kufumbia macho.